naweza nikakiri kwamba katika wilaya nyingi tulizonazo, wilaya ya Kinondoni inaweza kuwa ndio imepangika zaidi pengine kuliko mahali popote au mahali pengine, kwa maana ya maeneo mengi yako surveyed. Lakini jambo la pili, ina utajiri pia wa fukwe za bahari, na jambo la tatu, kwa sababu maeneo kadhaa yako surveyed, ipo miji mikongwe ambayo ilishapangwa tangu zamani kama Oysterbay na kama mji wa Masaki ama Masaki, lakini vile vile baadhi ya maeneo kama Mikocheni na baadhi ya maeneo mengineyo. Na nishukuru sana pia Wizara ya Ardhi, na yenyewe imekwisha anza kuwa na utaratibu wa muendelezo huo kwenye baadhi ya maeneo kama vile Msasani, ambako imekwisha anza uratibu wa pamoja wa namna ya kuwa na uendelezaji wenye sura ya pamoja. Sasa ziara yangu in fact nilikuwa najaribu kuangalia mambo kadhaa. La kwanza, kwamba Masaki, Oysterbay ni maeneo ambayo kwa kuwa yamepangwa vizuri na ni maeneo prime, zipo aina za biashara ambazo hatuwezi kuzi-encourage, hatuwezi kuruhusu zifanyike kiholela. Kwa mfano, tumepita ile Silas Road, tumekuta kuna baadhi ya watu wameweka mitumba, wanauza nguo zao barabarani, kando kando ya barabara. Wale wote tumetoa maelekezo kwamba pale sio sehemu ya kuuzia mitumba. Lakini zaidi pia tumepita baadhi ya barabara ambazo kuna majenzi yanaendelea. Basi wale wajenzi wanafunga barabara bila kuangalia watembea kwa miguu. Kwa hiyo yale maeneo yote tumesema vile vile ni kwamba yabomolewe, na zaidi kama inatakiwa kufence, basi fence zao zirudi nyuma, ili mji wetu uwe ni kwa ajili ya watembea kwa magari, lakini pia kwa ajili ya watembea kwa miguu wanaofanya mazoezi, na hasa katika nyakati zote. Sasa ndugu zangu, ninachotaka kusisitiza ni kwamba kwa kuwa Masaki na Oysterbay tayari Manispaa ya Kinondoni imetoa leseni kwenye baadhi ya biashara kuwa formal, kwa mfano migahawa au restaurants, na ambazo ni nadhifu kwa watu kukaa na kuweza kupata chakula, basi mabanda ya ambayo yako kiholela hatupaswi kuya encourage kwenye miji hii, kwa maana hasa Masaki, Oysterbay na baadhi ya maeneo mengineyo. Tukiruhusu jambo hili kufanyika, maana yake ni kwamba mtakuwa hamna mji mzuri tena, na baadaye kila mji utakuwa ni kama vile mji wa kila mmoja, mji wa makelele, mji wa Kiswahili, na mwisho wa siku tutashindwa control utaratibu wa kiusalama na masuala mengineyo. Kwa hiyo kwa sababu mkuu wa wilaya umeona mwenyewe kwa mfano halisi, muda sio mrefu baada ya fedha kupatikana, tunaamini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atajenga tena barabara ya Haile Selassie. Kutakuwa kuna maboresho mengineyo ya Chole Roads pamoja na barabara zinginezo. Kwa hiyo mfano huu niwe waonesha mkauzingatie. Na jambo jingine la mwisho, tumezungumzia habari ya uholela wa uwekaji wa mabango. Ukiangalia Haile Selassie Road, na kuna mabango mengine tumeyazuia pale Ture Drive, kila mmoja anataka kuweka mabango. Sasa mwisho wa siku visibility ya barabara na hasa kwenye kona inakuwa ni ngumu, kwa sababu imekuwa obstructed na mabango. Kwa hiyo tumesema sasa kwamba tuwe na aina ya mabango ambayo yatafanya kazi karibu 3 au 4. Ya kwanza, yanaweza kusaidia kuwasha mji wetu kuwa katika hali ya kuonekana na hasa nyakati za usiku. Lakini 2, tuwe na mabango ambayo ni uniform, yanayoweza pia kutusaidia kupendezesha mji. Lakini 3, tuwe na demarcations maalum kwamba bango linatoka hapa mwisho hapa, ili pia kuruhusu wengineo watembea kwa miguu na baadhi ya watu wengine kuweza kufanya kazi zao. Na jambo jingine la mwisho, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mji wetu wa Masaki, mji wetu wa Oysterbay tayari kumeshaanza kuibuka na mabaa mengi ya kila aina, na makelele yanataka kuwa kila sehemu. Sasa ni muda mwafaka wa kuwaeleza wadau wote wa maendeleo katika mikoa yetu ama katika miji yetu hii kwamba hii ni maeneo prime kwa ajili ya watu kupumzika, na kwa mantikio vipo baadhi ya vitu ambavyo sheria lazima zingatiwe ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa taasisi zote za serikali lazima zikae kwa pamoja ili ziweze kupanga mji wetu wa Masaki. Kwenye vibali vya ujenzi, lazima mnapotoa vibali vya ujenzi mshirikiane ili tujue jengo gani linaota wapi na nini kinajengwa kwa ubora gani. Lakini na mambo mengine yote, kabla hujatoa kibali, fika site. Kuna maeneo ya wazi ambayo kwa miaka karibu 30 hayajawahi kuachwa yakiwa wazi. Lakini ukiwauliza watu wa mipango miji wanasema haya ni maeneo ya wazi. Sasa mimi swali langu, kama
je, eneo hilo linapangishwa kutoka mwaka 90 na hakuna mtu ambaye aliwahi kuruhusiwa tena kulitumia zaidi ya huyo anayepangisha kila mwaka, tuendelee kuita eneo hili ni open space au eneo hili sio open space? According to my definition, eneo hilo sio open space, kwa sababu tangu mwaka 90 liko occupied hata kama linalipiwa kodi. Kwa tukasema ni muhimu basi, kama mnataka maeneo ya wazi ya kufanyia biashara, create watu wa ardhi, anzisheni kitu kingine kinachoitwa open commercial, ili maeneo ya wazi yawe ni maeneo ya wazi biashara, kuliko kutumia maeneo ya wazi kufanyia biashara na mwisho wa siku mji unashindwa kupumua, kwa sababu maeneo zaidi ya 500 300 yote yako occupied na watu ambao wamepanga. Kwa hiyo hilo nalo ni eneo muhimu mkaliangalie, kwamba maeneo ya wazi kwenye maeneo kama haya yanatumika kukutanisha wazee kwa pamoja, kukutanisha watoto walemavu kwa pamoja, kukutanisha watoto wadogo kwa pamoja, kukutanisha kina mama, kukutanisha na watu wote waweze kuzungumza na kuangalia how the land is beautiful, to make sure kwamba kila mmoja anaweza kuwa anazungumza lugha moja katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini mwisho katika hayo ni kwamba Mheshimiwa Rais anatamani kuona miji hii haiharibiwi. Kwa hiyo kila mmoja, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kila mmoja awe na kopi ya master plan ya Dar es Salaam. Sisi tukuahidi yale yote ambayo umetuelekeza, tutashirikiana na manispaa yetu ya Kinondoni, lakini pia na wenzetu wa TARURA, TANROADS, NEMC, wale wote pamoja na wizara yetu ya ardhi, kwa maana ya kamishina wetu wa mkoa huu wa Dar es Salaam. Tutashirikiana nao kuhakikisha tunasimamia vizuri masuala ya ardhi, masuala ya beautification na masuala ya usafi kwa ujumla wake, ili heshima na hadhi ya Msasani iendelee kuwa hivyo.